Ijumaa ya tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2025 inatakiwa iandikwe katika vitabu vingi vya kumbukumbu, na hii inafuatia mara baada ya taarifa ambayo imetoka mapema leo kuwa tarehe ya dabi imebadilishwa kutoka tarehe 15 mpaka tarehe 25. Lakini tukiwa tunaelekea ukingoni mwa kuipindua siku ya leo kwa maana ya kuitafuta tarehe 14, imetoka taarifa nyingine tena kutokea shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, na hii inasomeka kama ifuatavyo. Mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB Steven Mguto amewasilisha barua ya kujiuzulu wadhifa huo. Katika hatua nyingine, rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia amemsimamisha kazi ofisa mtendaji mkuu wa TPLB Almasi Kasongo. Ifahamike tu tarehe 7 ya mwezi wa 6 mwaka 2025 bodi ya ligi iliitaka Young Africans kwa ajili ya mazungumzo ya kikao cha ndani, na hivyo tarehe 9 ya mwezi wa 6 mwaka 2025 Young Africans waliitikia wito ambao uliwataka wafike ofisi za TPLB kwa maana ya bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara. Na maamuzi yaliyofanyika ama yale yaliyojadiliwa siku hiyo ya tarehe 9 ilikuwa ni sehemu ya matakwa ya Young Africans ili waweze kucheza dabi ya tarehe 15 ni mtendaji mkuu wa bodi ya ligi ajiuzuru, lakini katibu wa TFF Wilfred Kidau naye pia ajiuzuru, bodi ya ligi kuwa huru pamoja na kamati ya masaa 72 nayo pia ilitakiwa kujiuzuru. Lakini afisa habari wa Young Africans Ali Shabani Kamwe alikwenda mbali zaidi na kuzungumza yaliyo mengi zaidi akiwa katika makao makuu ya klabu. Moja ya yale ambayo aliyagusia ni kwamba iwapo masharti au matakwa ambayo wameyazungumza katika kikao hicho dhidi ya bodi ya ligi yatatekelezwa, tarehe itabadilishwa kutoka kwenye 15 na kusogezwa mbele kwa sababu ambazo waliziainisha. Hivyo basi katika yale matakwa ambayo waliyahitaji, mawili kati ya yale manne ambayo wameyazungumza tayari yameshaanza kufanyiwa kazi haraka iwezekanavyo, kwa maana ya kujiuzulu kwa viongozi wa bodi ya ligi moja, lakini pili, tarehe ya dabi kubadilishwa kutoka 15 mpaka 25. Sakata hili limekuwa na hisia za aina yake, hususan toka Machi 7 ya mwaka 2025 mpaka kufikia leo Juni 13 ya mwaka 2010 na mwaka 2025. Bado kumekuwa kuna hisia tofauti. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan mapema leo alikutana na viongozi wa vilabu vya Simba Sports pamoja na Young Africans Sports Club. Wamekaa kwa pamoja na kuyajadili yaliyo mengi, na muafaka ndio wa haya ambayo yanaendelea kwa hivi sasa. Dabi imekuwa ya tofauti kidogo, mambo yamekuwa mengi, hisia zimekuwa za tofauti, lakini mashabiki wa Young Africans kwao ni jambo ambalo wanajivunia na kufurahia zaidi kuona mamlaka imechukuliwa hatua au imechukua hatua ya yale ambayo waliyahitaji. Tofauti na kwa Simba Sports, wao wamekubali kupokea kile ambacho kimetamkwa na bodi ya ligi, wakizungumza kuwa hawawezi kukinzana na taratibu ambazo zinatolewa na bodi ya ligi. Hii yote inatokana na Machi 7. Itakumbukwa kweli kweli kwa sababu ni siku ya kitofauti na siku ya kipekee kuwahi kutokea katika upande wa kandanda au kabumbu la Tanzania. Nadhani litakuwa limeuweka sawa kidogo uongozi unaosimamia mamlaka, kanuni, taratibu zinazoongoza mpira wa ligi kuu soka Tanzania bara. Niambie hapo kwenye uwanja wako wa maoni kwa haya ambayo yanaendelea. Unadhani yanaweza yakawa na manufaa ya aina hiyo ya kuboresha na kuimarisha usimamizi wa mpira wa ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na ligi nyingine zinazofuatia kwa madaraja ya chini? Mambo yamekuwa ya moto kweli kweli. Nataka kukuhabarisha tu katika hili ambalo limejili la mwenyekiti pamoja na mtendaji wa bodi ya ligi kusimamishwa kazi, lakini mwenyekiti wa bodi ya ligi yeye Mzee Mguto kwamba amewasilisha barua yake ya kujiuzuru wadhifa huo. Mambo yamekuwa ni ya moto kweli kweli. Tusubiri kadiri ya vile ambavyo tutazipata taarifa na zitakapotufikia, basi hatutosita kukufikishia kiganjani mwako. Endelea kusalia nasi. Langu jina ni Jafet wa Mipango, mwenzangu katika upande wa mitambo ni Augusto Tabibu. Asalamu alaikum.